Kurade bosia kena matayada basaya. Yere de bosha ketamare de bosiande. Koprateshe de bosia torade bosaya. Yakata bahaya rede boshe kena mande tabahaya. Liprata kenembe seko shalita yada bahaya. Yefania torede bosiande. Koprateza dia basa kotayana marada basianda. Yeshale frato zede bosiato yada. Kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai tunaingia kwenye malango ya tarehe 10 kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Tunaingia kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Tunaingia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaingia kwa neno la Mungu aliye hai. Tunaingia na ushuhuda wa damu ya Yesu. Rako zake teredebo shake tarida basaya. Rikozi yake tarina mandere debo siako taya. Yesha lafrato zedebo siato yande. Rekoshi yako taya dabaya. Yeshua reigns over this day. 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 Ratore de bosheke la freto zede bosiato yan. Ripakone metarada basia kotaya. Ya rada bakotere de bosheke tarina manda. Koprate zede bosiato yande satiada basata yanda. Koprate konia mazinia salashazina. Aprakoze ketayada baya. Yeso lefrato zeke ne mesashazaya. E baba kwa damu ya Yesu. Tukiwa tumesimama kwenye malango ya tarehe 10 tunalinua jina lako. We lift up the banner of the name Jesus over this day. We lift up the banner of the blood of Jesus over this day. Radabako teredebosiako tabahaya. Tunalinua bango la jina la Yesu juu ya siku ya leo. Kwenye malango ya siku ya leo tunasimamisha bango la damu ya Yesu. Tunasimamisha bango la jina la Yesu. Tunasimamisha bango la neno la Bwana juu ya lango la siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Radabako teredebosiako taya. Rikonia mazeredebo sheketarida basaya. Makota haya yeketa ayande. Radobo sokorodobo sheketariana mazinia. Esashazia roda besaya. Yesholita ida masakoriana maseta yanda. Rako shale reto zikinia zote yanda. Rioko zetere ebosia. We lift you Adonai. Tunakuinua Mungu mwenye nguvu juu ya siku ya leo. Tunakuadhimisha juu ya siku ya leo. Tunalibariki jina lako siku ya leo e Bwana. Ya raebo sheketaya. Tunaingia kwenye malango ya siku ya leo kwa kukusifu e Bwana. Tunaingia kwenye malango ya siku ya leo kwa kukuabudu. Tunaingia kwenye malango ya siku ya leo e Bwana kwa kulitukuza na kuliadhimisha jina lako. Maana peke yako Yesu unatawala. Peke yako Yesu unaishi. Peke yako Yesu unatawala. Unatawala tena e Bwana. Unaishi milele. Radabako teredebo sheketarina mando rodobosia kataya. Yaka haya yesekeniando. Rabalisha na radabasia kotaya. Yesha zato radebosia toradebosaya. Acha mbingu zikuabudu Bwana. Acha nchi na vyote vijazavyo vikuabudu. Baba, kwa damu ya Yesu tunalitukuza jina lako peke yako. Tunakuadhimisha wewe peke yako. Tunakuhimidi wewe peke yako. Tunakutukuza wewe peke yako kwa kunastahili. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Umetukuka e Bwana. Umetukuka Yawe. Umetukuka Jehova. Umetukuka mwamba wetu na ngome yetu. Baba, tunakuinua tena Bwana. Tunaliadhimisha jina lako tena. Tunaliimba jina lako tena. Peke yako Yesu umetukuka juu ya siku ya leo. Peke yako unatawala tena siku ya leo. Peke yako unaishi e Bwana. Baba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunakutukuza e Bwana juu ya siku ya leo. Tunaliadhimisha jina lako juu ya siku ya leo. Tunalibariki jina lako juu ya siku ya leo. Tunaliheshimu jina lako tena juu ya siku ya leo. E Yesu, jina lako limetukuka siku ya leo. Jina lako linatawala siku ya leo. Jina lako linatenda tena siku ya leo. Jina lako linaishi tena kwenye siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tumekusanyika nywani mwako. Tumekusanyika mbele zako tukikuadhimisha wewe peke yako kwa kuwa unastahili. Tukikuinua peke yako kwa kuwa unastahili. Tukikubariki peke yako kwa kuwa unastahili. Baba, kwa jina la Yesu, unastahili sifa, unastahili heshima, unastahili adhama, unastahili mamlaka, unastahili baraka, unastahili nguvu na uweza. Peke yako ni Mungu kati ya miungu. Wewe peke yako ni Bwana kati ya mabwana. Baba, tunakusifu tena. Baba, tunakuabudu tena. Baba,
Baba tunakuhimidi tena, Baba tunakuheshimu tena. Baba, ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe katikati yetu? Ni nani aliye kama wewe juu yetu? Ni nani aliye kama wewe ndani yetu? Hakuna mwingine kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Umetukuka Mungu wetu, umetukuka Baba yetu. Unaweza, unatosha, unatenda. Alfa na Omega tunakuabudu, mwanzo na mwisho tunakuabudu, Ancient of Days tunakuabudu, King of King tunakuabudu, Yeshua the Christ tunakuabudu, mwamba imara, ngome yetu tunakuabudu, kimbilio letu tunakuabudu, mahali petu pa kujificha tunakuabudu, nguvu yetu na ngao yetu na kigao chetu tunakuabudu. Baba pokea sifa, Baba pokea sifa. Tumesogea nywani mwako kwa kusifu Bwana, tumesogea nywani mwako kwa kushukuru. Baba, ni nani aliye kama wewe katikati yetu? Tunakuinua tena, tunakuabudu tena, tunakuadhimisha tena, tunakuinamia tena, tunakusujudu tena. Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu uliyechinjwa kwa ajili ya ulimwengu, unastahili heshima. Wewe unastahili heshima, unastahili heshima peke yako Bwana. Wewe uliyekubali kuchukua dhambi za ulimwengu, tumekuja tena mbele zako kukuabudu. Wewe uliyekubali kufanyika dhambi kwa ajili yetu, tumekuja kukuabudu. Wewe uliyekubali kuchukua sehemu ya gharama tulikuwa tulipe, ukalipa wewe, tunakuabudu. Wewe uliyekubali kufa kwa ajili yetu, tunakuabudu. Wewe usiyeshindwa tunakuabudu, wewe usiyeshindwa tunakuabudu. Baba wa milele, Mungu wa amani, ni nani aliye kama wewe katikati ya miungu? Hakuna. Ni nani aliye kama wewe kati ya ufalme? Hakuna. Ni nani aliye kama wewe katikati ya mabwana? Hakuna. Baba yetu na Mungu wetu, pokea sifa za mioyo yetu, pokea matunda ya vinywa vyetu. Baba, toka kwenye vilindi vya mioyo yetu tunakuabudu. Baba, pokea sifa, Baba pokea sifa. Tumekuja mbele zako Bwana, tumeleta dhabihu za shukrani, tumeleta dhabihu za heshima kwako, tumeleta dhabihu za tukuzo kwako. Yesu tunakusujudu, Yesu tunakusujudu, Yesu tunakusujudu, Yesu tunakusujudu. Unastahili kusujudiwa, unastahili kuibadamiwa, unastahili kuheshimiwa, unastahili kutukuzwa. Baba, kama si wewe ningekuwa wapi? Kama si wewe tungekuwa wapi? Tumekuja kwako kukuabudu Bwana, tumekuja kukuishia, tumekuja kukutukuza, tumekuja kukuadhimisha, tumekuja kukuinua. Yesu, unastahili sifa za mioyo yetu, unastahili ibada kutoka kwenye mioyo yetu. Yesu, ndio maana tumekuja kwako, kwa kuwa hatuna mwingine, hatuna Mungu mwingine, hatuna Bwana mwingine, hatuna ngome nyingine, hatuna mwamba mwingine. Wewe ndio kila kitu kwetu, ndio kila kitu kwetu. Bila wewe hatuna kitu, bila wewe sisi sio kitu, bila wewe sisi hatuwezi kitu. Baba, tunakuinua, Baba tunakuhimidi, Baba tunakuheshimu. Ni nani aliye kama wewe Mungu katikati yetu? Ni nani aliye kama wewe kwenye nyumba zetu na miji yetu? Ni nani aliye kama wewe katikati ya maisha yetu? Baba, hakuna mwingine, Baba hakuna mwingine. Wewe ni uvuli wetu, wewe ni ngome yetu, wewe ni mwamba wetu, wewe ni majibu yetu, wewe ndio kila kitu kwetu, wewe ndio njia yetu, wewe ndio uzima wetu, wewe ndio mwamba wetu, wewe ndio majibu yetu. Hatuna mwingine kama wewe Yesu, hatuna mwingine, hatuna mwingine, hatuna mwingine. Baba, tumekuja mbele zako, Baba tumekuja mbele zako, tunakuadhimisha Yawe, tunakuadhimisha Yeshua, tunakuadhimisha Yeshua, tunakuadhimisha Yeshua. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Umefanya mengi kwetu, umetenda mengi kwetu, umetupreserve, umetupigania, umetutetea, umetufanyia njia. Yesu tunakushukuru, Yesu tunakushukuru, Yesu tunakushukuru kwa yote uliofanya kwa wazi, kwa yote uliofanya kwa siri, kwa milango uliofungua kwa wazi, milango uliofungua kwa siri, kwa mabaya ulioyaondoa kwa wazi na mabaya ulioondoa kwa siri. Baba, tunakushukuru kwa vita ulivyotupigania vya wazi na vya siri. Baba, tunakushukuru kwa matendo makuu na ajabu na ya kutisha uliofanya kwa siri.
siri na uliofanya kwa wazi. Baba, tunakushukuru kwa kuchukua mizigo yetu, kwa kuchukua huzuni zetu, kwa kuchukua mateso yetu, kwa kuchukua uharibifu juu yetu. Yesu, tunakushukuru. Kama siwe kutusaidia, kama siwe kutuwezesha, kama siwe kutuvusha, kama siwe kutuwezesha, Yesu, tungekuwa wapi? Tungekuwa wapi? Tumekuwa wapi? Maana adui yetu Shetani kama simba ngurumaye utafuta sila saida wa kumeza. Kama siwe kutufundisha jinsi ya kuishi, kama siwe kutufundisha jinsi ya kuenenda, kama siwe kutufundisha jinsi ya kuingia na kutoka, tungekuwa wapi? Yesu, asante. Asante kwa kupreserve nyumba zetu. Asante kwa kupreserve nyumba zetu. Asante kwa kupreserve miji yetu. Asante kwa kulinda watoto wetu. Asante kwa kutulinda na mabaya yote. Asante kwa kutulinda nafsi zetu. Asante kwa kulinda kazi zetu. Asante Bwana kwa jinsi ambavyo umefanya kituo kwenye maisha yetu. Umefanya kituo, malaika zako wamefanya kituo kwa ajili ya kutuzingira, kutuokoa. Baba, tumeona tulikuwa tujikwae ukatusaidia, tulikuwa tuanguke ulitusaidia, tulikuwa tudumbukie kwenye mashimo ulitusaidia, tulikuwa tuteketee ulitusaidia. Yesu, asante. Hakika kama si msaada wako Bwana tungeangamia, kama si mkono wako Baba tungeangamia na wanaoangamia, kama siwe kutusaidia tungepotea na wanaopotea, kama siwe kutuwezesha tungepotea na wanaopotea. Yesu, asante. Yesu, asante. Umekuwa karibu yetu siku na mchana, umekuwa karibu yetu ukitushauri, ukituongoza, ukituonyesha njia yetu pasayo kuiendea, ukitutegemeza na kutusaidia. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Umeokoa watoto wetu mara ngapi? Umeokoa nyumba zetu mara ngapi? Umeokoa ndugu zetu mara ngapi? Yesu, asante. Yesu, asante. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyeko mbele yako sahi. Asante kwa jinsi ambavyo Mungu umempreserve, umemsaidia, umemsimamisha, umemthibitisha tena. Baba, asante. Asante kwa yote ambayo unafanya. Asante kwa yote ambayo unaendelea kuyafanya. Asante kwa yote unaendelea kuyatenda kwa siri na kwa wazi. Yesu, asante kwa zawadi ya wokovu. Asante kwa zawadi ya righteousness. Asante kwa zawadi ya msalaba. Asante kwa zawadi ya pendo lako uliloachilia kwa ajili yetu pasipo kuangalia hali yetu ya dhambi. Ulijitoa kwa ajili yetu. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Yesu, tunakushukuru kwa kusimama kati yetu na Mungu na kuondoa kiambaza cha kati cha uadui kati yetu na Mungu. Asante Bwana Yesu kwa kutupatanisha na Baba. Asante kwa kutupatanisha na Mungu. Asante kwa kutupa ujasiri wa kumwita tena Baba. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu kwa nafasi unaturudishia kwenye moyo wa Mungu. Asante. Asante Yesu kwa nafasi unaturudishia kwenye moyo wa Mungu. Asante. Kama siwe kusimama kama mwombezi, kama siwe kusimama kwa ajili yetu, Yesu, tungeangamia. Yesu, tungeangamia. Umetusaidia to this far. Umetuvusha to this far. Umetutegemeza to this far. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Unastahili, unastahili mwana kondoo wa Mungu, uitechukua dhambi ya ulimwengu. Unastahili, unastahili kuinuliwa, unastahili kusujudiwa, unastahili, unastahili, unastahili. Tunaziangusha taji zetu mbele zako. Unastahili mwana kondoo wa Mungu, uitechukua dhambi ya ulimwengu, uliyechukua dhambi ya ulimwengu. Unastahili, unastahili, unastahili heshima, unastahili adhama, unastahili baraka, unastahili uweza, unastahili nguvu, unastahili heshima, unastahili Yeshua, unastahili Yeshua, unastahili Yeshua. Who is like you, Jesus? Who is like you, Jesus? Who can love us like you do, oh God? Who can love us as you do, Jesus? Who can love us as you do? Who can give himself for us like you do? No one.
one is like you. No one is like you. We honor your love to us. We honor your love towards us. We honor your love towards us, Jesus. Thank you for your mercy. Thank you for the gracious mercy you have given to us, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy. You are worthy. Baba, kwa jina la Yesu. Baba, kwa damu ya Yesu. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya kila mmoja. Asante kwa ajili ya muda huu. Asante kwa wakati huu uliotupa kusimama mbele zako. Uliotupa kuja mbele zako. Tunakushukuru. Tunakushukuru Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Tunakushukuru kwa kutuingiza tena kwenye siku mpya. Tunakushukuru kwa kutupa neema ya kuikanyaga. Tunakushukuru kwa kutupa neema ya kuingia kwenye siku mpya. Asante Baba, maana si kwa nguvu zetu wala kwa uwezo wetu. Asante kwa kuwa umetusaidia. Asante kwa kuwa umetuwezesha. Asante kwa kuwa umetupigania mpaka kufika hapa Bwana, na si kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Baba, tunajidhili tena kwako. Tunaomba tena rehema zako zikatubebe siku ya leo. Tunaomba rehema zako Bwana zikatusaidie tena siku ya leo. Tunaomba rehema zako Yesu zikatubebe tena siku ya leo. We are asking for your mercy over this day, oh God. We are asking for your mercy over this day, oh God. Baba, tunaomba rehema zako tena juu ya miji yetu, juu ya nyumba zetu, juu ya maisha yetu, juu ya afya zetu, juu ya kila tulicho nacho. Tunaomba rehema zako zikatubebe. Tunaomba rehema zako zikatubebe juu ya siku ya leo tena. Tunaomba ile neema ya kutusaidia tena Baba, kutusaidia kwenye kila eneo, kutusaidia kwenye kila eneo, tukusaidia kwenye kila eneo. Roho Mtakatifu, tunakusihi kwa kadri ya uweza wako na nguvu zako, kwa kadri ya uwepo wako, mamlaka yako, tunakuomba Roho Mtakatifu tuatamie, tuwasaidie tena siku ya leo. Tuongoze, tushauri, tuonyeshe njia tupasayo kuiendea tena siku ya leo. Tushauri Roho Mtakatifu, tupe neema ya kujua mapenzi ya Mungu, tupe neema ya kujua tupasayo kufanya tena siku ya leo. Roho wa Bwana, ninakuomba kwa ajili ya huduma, ninakuomba kwa ajili ya kila mmoja, ninakuomba kwa ajili yangu na nyumba zetu na miji yetu. Baba, tunakuomba neema kutusaidia. Tunaomba neema kutusaidia tena juu ya siku ya leo. Baba, tuongoze katika njia yetu pasayo kuiendea. Tunaomba utupe ufahamu wa mapenzi yako tena juu ya siku ya leo, katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Baba, tunakuomba utuongoze. Baba, tunakuomba utusaidie. Baba, tunakuomba utushike mkono. Baba, tunaomba ututegemeze katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Na ndipo sahi Bwana, kwa damu ya Yesu tunaitakasa siku ya leo kwako. Tunaitakasa kwa damu ya Yesu. Tunaitakasa kwa damu ya Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu ya kubatilisha kila mabaya yaliyoachiliwa juu ya siku ya leo, kila uovu ulioachiliwa juu ya siku ya leo, kila uharibifu ulioachiliwa juu ya siku ya leo kinyume chetu. Tunaitakasa kwa damu ya Yesu. Tarehe 10 takasika kwa damu ya Yesu. Takasika kwa damu ya Yesu. Takasika kwa damu ya Yesu. We sanctify tarehe 10. Tunakusanctify kwa damu ya Yesu, with everything within you, with everything within you, with anything within you, every faculty of this day. We wash you by the blood of Jesus. We cleanse you by the blood of Jesus. We purge you by the blood of Jesus. Tunaitakasa siku ya leo. Tunaikomboa kwa damu ya Yesu. Ikiwa litishwa kwenye ubatili, tunaikomboa. Ikiwa litishwa kwenye uchawi, tunaikomboa. Ikiwa litishwa kwenye uharibifu, tunaikomboa. Tunaitakasa kwa damu ya Yesu. Tunaitakasa kwa damu ya Yesu. Tunaitakasa kwa damu ya Yesu. We subdue this day under the name of Jesus. We subdue this day under the power of the Holy Ghost. We subdue this day under the supervision of the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Tunatamka na kutangaza hakutakuwa na kufa wala kuzama poza juu ya siku ya leo kwetu, katika jina la Yesu. Tunabatilisha ajali, tunabatilisha kila uovu, tunabatilisha program za kichawi, tunabatilisha uchawi wa kwenye jua, mwezi na
na nyota wa anga wa hewa kutoka kwenye nchi kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Tunasimama kinyume na uchawi wa teritorio, tunasimama kinyume na uchawi wa mazingira, tunasimama kinyume na uchawi wa kwenye mtaa, tunasimama kinyume na uchawi wa kwenye mtaa. Baba, kwa damu ya Yesu, I release fire kwenye kila kona ya mtaa tulioko, kwenye kila kona ya mtaa nilioko, kwenye kila kona ya mtaa yote anasikia sauti yangu aliyopo. I release the blood of Jesus. I release the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is fire in the blood of Jesus. We establish the blood of Jesus kwenye kila kona ya mtaa tuliopo, kwenye kila kona ya mtaa tulioko, kwenye kila kona ya mji tuliopo. We establish the victory of the blood of Jesus. We establish the victory of the blood of Jesus. Tunaachilia damu ya Yesu. Tunaachilia damu ya Yesu over every corner, over houses, over every corner, over our streets, over every corner, over our streets. We release the blood of Jesus. We release the blood of Jesus. We establish the victory in the blood of Jesus. We establish the victory of the blood of Jesus in the atmosphere, around us, upon us, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, tunafuta na kutangua na kubatilisha kila waraka wa mkuu wa anga ulioachiliwa kwenye mitaa tuliyopo. Tunaachilia damu ya Yesu. We clean up. We clean up the atmosphere. We clean up the atmosphere. Tunafuta kwa damu ya Yesu. Tunafuta kwa damu ya Yesu. Tunafuta kila waraka aliyoachilia. Tunafuta maneno aliyoachilia. Tunafuta spells alizoachilia. Tunafuta magonjwa aliyoachilia. Tunafuta mabaya aliyoachilia. Tunafuta mateso aliyoachilia kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Subdue the atmosphere ya mitaa tulioko, ya miji tulioko, ya wilaya tulioko. Tuna subdue the atmosphere under the power of the name Jesus. Under the power of the name Jesus. Under the power of the name Jesus. It is written, by the mention of the name Jesus, every knee must bow. Every knee must bow. Every knee must bow. Every tongue must confess that Jesus is the Lord. Is Lord. In the name of Jesus, we establish the name of Jesus in the atmosphere. We command every authority in the atmosphere to bow down, 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 to bow down in the name of Jesus. We subdue every coven of territorial spirits under the power of the name Jesus. We subdue every coven of witchcrafts around our environments under the power of the name Jesus. We command every authority of witches and wizards to subdue in the name of Jesus. We subdue every authority on the air, on the land, under the earth, under the authority of the name Jesus. We subdue every sickness, disease, failure, disappointment, limitation in progress, backwardness, poverty, hardship, under the power of the name Jesus. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, ikiwa Bwana kati yetu kuna yeyote ambaye ametishwa kwenye ubatili, Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunaangusha kwa jina la Yesu kila nguvu iliyotutisha, kila nguvu ya kipepo iliyotutisha. Tunajitoa kwenye utiisho wa umaskini, tunajitoa kwenye utiisho wa mateso, tunajitoa kwenye utiisho wa uharibifu, tunajitoa kwenye utiisho wa mateso, tunajitoa kwenye utiisho wa maangamizo, tunajitoa kwenye utiisho wa kansa, tunajitoa kwenye utiisho wa umaskini na ufukara, tunajitoa kwenye roho za utiisho, kila roho iliyotutisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunajitoa kwenye utiisho wa kichawi, tunajitoa kwenye utiisho wa kiganga, tunajitoa kwenye utiisho wa spells, tunajitoa kwenye utiisho wa laana, tunajitoa kwenye kila utiisho wa kipepo, kila roho iliyotutisha kwa jina la Yesu. Tunajitoa kwenye kila utiisho wa kipepo, tunajitoa kwenye kila utiisho wa kuzimu, tunajitoa kwenye kila utiisho wa vitisho, tunajitoa kwenye kila utiisho wa mateso kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikiwa tulitishwa Bwana kwenye mateso, tunatoka kwenye mateso kwa damu ya Yesu.
Ikiwa tulitishwa kwenye uharibifu, tunatoka kwenye utisho wa uharibifu kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunajitisha chini ya mamlaka ya jina la Yesu. Tunajitisha chini ya mamlaka ya damu ya Yesu. Tunajitisha chini ya neno la Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu. Tunakataa kwa damu ya Yesu kutiishwa na uharibifu. Katika jina la Yesu. Tunajitoa kwenye utisho wa giza. Kila utisho wa giza tulikotishwa chini yake, tunajitoa kwenye huo utisho. Tunatoa akili zetu kwenye huo utisho. Tunatoa mioyo yetu kwenye huo utisho. Tunatoa maisha yetu kwenye huo utisho. Katika jina la Yesu. Katika damu ya Yesu. Tunajitoa kwenye kila utisho wa kipepo ulioko kwenye mitatu ulioko. Tunajitoa kwenye ule utisho wa territorial spirits. Tunajitoa kwenye utisho wa kichawi wa eneo tunalokaa. Tunatoka kwenye huo utisho kwa jina la Yesu. Baba, tunakuadhimisha. Baba, tunakushukuru kwa wema wako na uaminifu wako uliotuzingira. Asante Bwana kwa kuwa utakuwa pamoja nasi. Utatuongoza, utatulinda tuingiapo na tutokapo tena siku ya leo. Asante kwa kuwa uvuli wako utatufunika pande zote. Asante kwa kuwa utatusaidia. Asante kwa kuwa utatuongoza. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tunajikabidhi kwako Bwana. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni kwenye uwepo wa Bwana. Tunamshukuru Mungu tena kwa uaminifu wake na kwa neema yake. Fungua moyo wako mbele za Bwana. Umekuja kwa baba yako. Umekuja kwa mwanasheria wako. Umekuja kwa mwamuzi wako wa kila kitu juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mbele za Bwana. Tumshukuru. Karibu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Natamani kusikia amen ya kila mmoja ambaye amekuja kwenye uwepo wa Bwana. Wewe ambaye umelala, toa shuka lako. Wewe ambaye ulikuwa umekaa umeweka simu kwa mbali, hebu iweke pembeni. Hebu kaa kwenye uwepo wa Bwana. Leo Yesu ana haja na wewe. Amen. Amen. Usiku wa leo, wakati tunaenda kuomba toba na rehema, kitu cha muhimu sana ambacho natamani iwe ni kiu ya moyo wako, cha kwanza ni kuona mahusiano yako wewe na Mungu yanabadilika. Ni kuona mahusiano yako wewe na Mungu yanatoka kutoka utukufu mmoja kuelekea utukufu mwingine. Ni kuona kina chako cha kumtafuta Mungu kinaongezeka. It's so weird kwamba tumekaa tunaomba kila siku na hauwezi ukatake 30 minutes or 1 hour serious with God katika kujitakasa na kujiosha. Ni jambo la kushangaza sana. Na kama unaona bado maso zako za kuomba ziongezeki, ni lazima utafute muda wako wa ziada kuendelea kujinoa na kujifua ili uendelee kukua. Haleluya, haleluya. Amen. Lazima iwe ni kiu yako kwamba leo ninapokuja mbele za Mungu natamani niombe zaidi ya nilivyoomba jana. Natamani nijitakase zaidi ya nilivyojitakasa jana. Leo ninatamani niende kwenye kila kirefu na Mungu. Hebu Mungu aweke shauku moyoni mwako, kwa sababu tunatakiwa tukue utukufu hadi utukufu, na Mungu hadi akitutazama aone ya kwamba ni watoto ambao tunakuwa utukufu mpaka utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Usiku wa leo tunaenda mbele za Bwana kumwambia Mungu atutakase, kumwambia Mungu atuoshe. Lakini kitu kikubwa ambacho natamani tukifanye usiku wa leo ni kumwambia Mungu tunaomba toba na rehema kwenye nyakati na majira.
kwa sababu vitu vyote ambavyo tunamuomba Mungu atupe vimefungwa kwenye nyakati na majira. Ndoa ambayo unaiomba imefungwa kwenye nyakati na majira. Watoto ambao unatamani wakae sawa wamefungwa kwenye nyakati na majira. Kazi ambayo unaiomba imefungwa kwenye nyakati na majira. Kwa hiyo natamani usiku wa leo tunapoenda kuomba rehema na toba na kujitakasa mbele za Bwana, tumwambie Mungu, pita katikati ya miaka yetu, pita katikati ya muda wetu, mahali popote ambapo hatukufanya sawa sawa na tukajikuta tumepishana na baraka zako, tumejikuta tumepishana na uweza wako. Tumwambie Mungu turehemu, Mungu tusamehe, tumwambie Mungu tukusanye tena, mwambie Mungu tusaidie. Chochote unachokitamani, neno la Mungu linasema kuna wakati wa kila kitu kwenye hii dunia, wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna, wakati wa kukusanya, wakati wa kutawanya, wakati wa kurudisha na wakati wa kuweka mbali. Tumwambie Mungu, pita katikati ya nyakati na majira. Mwambie Mungu, natubu mahali ambapo nilitakiwa kuomba sikuomba, mahali nilipotakiwa kusamehe sikusamehe, mahali ambapo nilitakiwa kukusanya nikatawanya. Mwambie Mungu, ni rehemu, Mungu nisamehe, Mungu narudi. Yamkini leo uko unaomba muda huu na Mungu hakutamani uwe katika nchi ya Tanzania. Mungu yamkini alitaka uwe nje ya nchi ya Tanzania. Inawezekana Mungu hakutaka uwepo mahali ambapo upo sahihi, na kwa sababu hiyo maombi yako yamezuiliwa. Ndio maana hauoni breakthrough, ndio maana hauoni vitu vikitokea. Unadhania Mungu ni muongo. Mungu sio muongo, ahadi zake ni kweli, ahadi zake ni amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo twende mbele za Mungu sahihi. Nenda kamaanishe, nenda kamaanishe, nenda kamaanishe. Mwambie Mungu, nipeleke kwenye yale majira na nyakati ambazo nilipishana na muujiza wangu, ambao nilipishana na baraka zako. Mwambie Mungu, natubu. Yamkini kuna neno lilitoka kwenye madhabahu kulichukulia serious. Kuna wakati unaambiwa omba jitakase, you didn't take it serious. Mwambie Mungu, ninatubu, ninakuja kwako, naomba uniridhie, naomba unisikilize. Kwa sababu unapoomba kitu nje ya majira, manake yule ambaye unamuomba unakuta hayupo pale, kwa sababu Mungu anatembea kwenye nyakati na majira. Kuna wakati ambapo alitamani akae mahali fulani akusikilize, lakini you were not there, you were not there. Alikuwa anataka akufundishe njia ya kuiendea, haukuwepo hapo. Kwa hiyo akapishana na wewe, na inawezekana hata sasa hivi unamuita, lakini yuko kwenye next phase and you are not there. Lakini yeye ni Mungu wa rehema. Yeye anasema yoyote anayemwendea yeye, anapomuomba, yeye ni mwaminifu na wa haki. Jina lake anaitwa ni Mungu wa msamaha, jina lake anaitwa ni Mungu wa toba. Ukimuita na kusikia, hakuna ambacho ukikitumia mbele zake ambacho hakiwezi kukirejesha. Twende mbele za Mungu sasa. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, zada manda kataya redo bredezi na mande yeko zihana mande ketahaya zada abaya katamande zihoda manda yeko zihana mando roto bredezi kataya. Baba, tunakuja mbele zako sai, mwana wa Daudi. Baba, tunakuja mbele zako sai, mwana wa Daudi. Zada mande ketaya zano mande yako rata mande zihada ba yeko zihana mande ketaya. Baba, tunakuja mbele zako na maisha yetu. Baba, tunakuja mbele zako na watoto wetu. Baba, tunakuja mbele zako na vyote ulivyotupa. Baba, tunaomba kwako toba na rehema. Baba, tunaomba uturehemu. Baba, tunaomba utusamehe. Pita kwenye nyakati na majira ya maisha yetu, e Bwana. Pita kwenye nyakati zetu zote, tangia tulipokuwa katika matumbo ya mama zetu, Baba, mpaka wakati tunazaliwa, e Bwana. Baba, tunaomba toba na rehema kwa chochote ambacho kilipita katikati ya nyakati na majira, ambacho Bwana kimezuia mkono wako, ambacho Bwana kimezuia njia zako, ambacho Bwana kimezuia uweza wako. Tazama Bwana, ndio maana tunavuna, tunatumia nguvu nyingi kupanda lakini hatuoni matunda. Tunatumia nguvu nyingi kukutafuta lakini hatukuoni. Baba, tunaomba toba, tunaomba rehema. Baba, tunaomba toba. Baba, tunaomba rehema. Tunaenda mpaka kwenye ile mida, kwenye ile miaka ambayo tulizaliwa, e Bwana. Kama
kuna chochote ambacho kilipita ambacho hakikuwa sawa, kama kuna namna yoyote alikuwa mwanadamu yoyote aliintafia na majira ya kuzaliwa kwetu, aliintafia na majira ya kukua kwetu, Baba tunaomba toba, tunaomba rehema. Baba tunaomba toba, tunaomba rehema. Turehemu, tusamehe, turehemu, tusamehe chochote ambacho tunakifanya tangia tunakuwa Bwana, mpaka tulipofika hatua ya kufanya kazi, mpaka tulipofika hatua ya kuingia kwenye familia. Baba, kama kipo chochote ambacho Mungu tulipishana nacho, kama kipo chochote ambacho Bwana tulipishana nacho, Baba tunaomba toba na rehema. Baba turehemu, Baba tusamehe, Baba turehemu, Baba tusamehe. Sada manda kataya, Baba tazama ghadhabu zinazopita kwenye maisha yetu, tazama matukio yanayopita kwenye maisha yetu. Baba tunajua yamkini tumepishanishwa na nyakati na majira yako. Baba tunaomba uturehemu, Baba tunaomba utusamehe. Sada manda kataya, rikota mande zida baya, rekota manda. Baba tunaenda na damu ya Yesu ya toba na rehema sahi kwenye mazingira yote tuliokulia, kwenye kila kitu kilichokuwa inputted kwenye maisha yetu ambacho Baba kilitufanya tukakosana na wewe, tukapishana na majira, tukapishana na nyakati. Yes, rekona mande zida baya. Peleka damu ya Yesu kwenye mazingira yote uliokulia. Peleka hiyo damu, peleka hiyo damu, peleka hiyo damu. Naona Roho Mtakatifu ananiambia tupite kwenye miaka tuliokuwa tunakulia. Ninamwona msichana mahali amezungukwa na mabaya, na hayo ndio yamedetermine maisha yake, ndio hayo yamedetermine namna anavyowaza. Sada mande ketaya, peleka huko damu ya Yesu ya toba na rehema. Peleka huko damu ya Yesu ya toba na rehema kwenye miaka ya hatua zako zote. Mwambie Mungu pita rehemu, mwambie Baba pita na rehemu. Sijawahi kutupia kwa ajili ya uovu, nimekuwa nikisingizia watu wengine, nimekuwa nikipute blames kwa wazazi. Baba ninaomba toba, Baba ninaomba rehema. Kwenye miaka yetu yote ya makuzi na mazingira yetu Bwana, kila nyakati na majira iliyopishanishwa maisha yetu, tunaomba toba, Baba tunaomba rehema. Asana manda kataya, roto bredesiana manda, iakesiana manda. Baba tunaomba toba, asina manda, iakataya, asikataya. Baba nyakati zote, majira yote tuliyopishanishwa nayo na jinsi tulivyo sasa ni matokeo ya zile nyakati na majira tuliyopishanishwa nacho. Rikazina manda, iakazina maya, rekotaya. Rehemu kila kutokutii kwetu, kila kutokutii kwetu kulipopita kwenye nyakati na majira. Rekosina manda, iakataya, zede manda. Baba kila input iliyoingia kwenye maisha yetu, Baba tunaitupia. Kila malezi, kila mawaidha, kila ushauri uliopita kwenye nyakati na majira ya maisha yetu ikatukosanisha, ikatukosanisha. Baba tunaomba rehema, Baba tunaomba toba. Asana manda kataya, rekosina mande. Baba rehemu, Baba samehe, Baba rehemu, Baba samehe. Iakana manda, rikosita mande, rokotaya, sana manda. Baba tunarudi kwenye vijiji tulivyotoka, tunarudi kwenye nyumba tulizozaliwa Bwana. Rakana mande, kila kilichopita katika mindset zetu, kila kilichopita katika akili zetu, rakana mande, kikafanya matokeo ya maisha yetu yawe jinsi ya tulivyo. Baba tunaomba toba, Baba tunaomba rehema. Pita kwenye mazingira, pita kwenye mazingira yetu. Usada manda ketaya, usada manda kataya, sido brede katamande. Yesu rehemu, Yesu samehe. Baba tunabeba kila uovu. Wakati tulipokuwa hatuna maamuzi juu ya maisha yetu, kuna watu walikaa wakatuamulia juu ya destiny zetu. Kuna watu walikaa wakatuamulia kitu gani tusome. Wapo watu walituamulia kitu gani tufanye. Rakana manda, na kimetutenga na uso wako, na kimetutenga na shauri lako. Rakana manda, asada maya kataya. Baba tunaomba toba, Baba tunaomba rehema. Asada
mande, kila uovu, kila makosa ya kalamanda sidomana, tuliposhindwa kutambua nyakati na majira, tuliposhindwa kujua kitu sahihi cha kufanya kwenye kila situation, sana kataya. Baba tunaomba toba, Baba tunaomba rehema, sana manda kataya, rekota mande, zede mande, peleka huko damu ya Yesu, peleka huko damu ya Yesu, peleka huko damu ya Yesu, mwambie Yesu rehemu, mwambie Yesu samehe, sana manda kataya, rikata mande, zedo manda kataya, rikotaya, mwambie Mungu siku moja mbele zako ni sawasawa na miaka 1000, na miaka 1000 ni sawasawa na siku moja. Mwambie Mungu napita kwenye siku zangu zote, ninaomba toba na rehema kuanzia siku ya kwanza nilipolia huku duniani mpaka sasa. Baba, kwenye mwaka wa kwanza nanyunyiza damu ya Yesu, ninaomba toba na rehema. Chochote kilichofanyika Bwana, ninachokijua na nisichokijua, Baba ninaomba toba, Baba ninaomba rehema. Asana mande ketaya, rekota mande, zido brede, kata haya, zedo manda, ya kataya, zido brede, karamande, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nirehemu Baba, nisamehe Baba, nirehemu nisamehe Baba, nirehemu nisamehe Baba, nirehemu nisamehe Baba, rehemu majira yangu yote, rehemu nyakati zangu zote, rehemu muda wa miaka yangu yote, rehemu siku zote za maisha yangu. E Bwana, nirehemu nisamehe Bwana. Reko na mande zida baya, umesema katika neno lako wewe ni mwaminifu e Bwana, na tena wewe ni wa haki e Bwana, na unasema yoyote anayekuja mbele zako, anayetubu katika roho na kweli, unasema wewe ni Mungu ambaye masikio yako hayatakuwa mazito kumsikia. Reko na mande zida baya, Baba tunaachilia hiyo damu iende ikatakase maisha yetu yote, hatua zetu zote Baba tunaziweka mbele zako. Zida bradeka tahande, yeko na mande zida bahaya. Baba tunajua ukitusamea utaturidhia, Baba tunajua ukitusamea utarejesha miaka iliyoliwa na madumadu, miaka iliyoliwa na nzige, miaka tuliotangatanga pasipo kujua kitu sahihi cha kufanya. Zado manda kata haya. Asante Bwana Yesu, ikiwa dhambi zetu zinyekundu kama damu, wewe waweza kuzifanya kuwa nyeupe kama theluji. Asante Bwana Yesu, maana usiku wa leo umetuosha, usiku wa leo umetutakasa, na usiku wa leo unaendelea kutupa nafasi nyingine. Asante e Bwana, maana utakaso huu hautaishia usiku wa leo e Bwana, utaendelea kwenye maisha yetu yote, utaendelea kwenye dakika zetu zote. Katika jina la Yesu nimeomba, amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Wakati naomba haya maombi ya toba na rehema, I saw a portal opening. Nilikuwa naona kama kuna mlango wa kuombea mazingira. Ni kama kuna mtu, tena nimemwona ni msichana, amekwama na hajui tatizo ni nini, na Mungu akawa ananiambia ni hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakapokupa neema, pata muda wa kuendelea kuomba juu ya nyakati na majira yako. Takasa nyakati zako na majira yako. Endelea kuyatakasa, endelea kuyatakasa, na Mungu ataendelea kukuonyesha wapi ulikwamia, kwa sababu unapojua chanzo cha tatizo ni rahisi Mungu kukusaidia kujua njia ya kutoka. Amen. 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 Sahi, tunamshukuru Mungu kwa neema ambayo ametukusanya tena usiku wa leo, na ni wakati tena wa madhabahu ya Bwana unijibu hima. Amen. Na unapoona Mungu anaanza ibada na anaanza na toba ya mazingira, maana yake yuko tayari kutusikiliza kwa haraka na atatujibu kwa haraka.
maana anapogusa mazingira na anagusa maisha yetu yanayotuzunguka. Kwa hiyo tupo kwenye wakati mwingine wa kusema matendo makuu ya Bwana, lakini pia tuko kwenye wakati mwingine wa kumshtakia Mungu mambo yetu, na kwa pamoja tuweze kuyabeba na kuyapeleka mbele za Bwana. Kwa hiyo kwa moyo wa kunyenyekea kabisa, nachukua nafasi hii kualika kwa ajili ya ushuhuda. Mtu yoyote ambaye ana ushuhuda, nakaribisha ushuhuda sahihi. Karibu. Karibuni kwa ajili ya shuhuda. Amen. Shuhuda. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Najua ni mengi Mungu ametutendea, na ni wakati ambao hatuwezi tukapass by bila kumwambia Mungu maneno ya shukrani. Kipekee sisi kama huduma tunamshukuru Mungu sana. Kuna jambo ambalo Mungu ametusaidia kulifanya. Wiki iliyopita tulikuwa na mkutano mzuri sana wa partners, watu ambao walikuwa wamejitoa kwa ajili ya kutushika mkono kwenye huduma, na tulipata muda wa kukaa nao na kuongea na kujadili mambo ambayo yatakuwa productive kwa ajili ya kuendelea kukua na kuongezeka. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hiyo hatua. Tulishawahi kuwa na board, lakini hatujawahi kuwa na partners meeting. Kwa hiyo kipekee tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya nguvu zake na uweza wake, na kwa jinsi ambavyo ametusaidia na kutufanikisha. Na tunamshukuru Mungu pia kwa sababu kuanzia tulipotoka pale, Mungu ameendelea kusema na sisi zaidi namna gani ambavyo tunapaswa kukua na kuongezeka. Amen. Amen. Lakini pia kwa namna ya kipekee sana tunamshukuru Mungu. Kuna hali fulani niliyokuwa naipitia last week mpaka this week, nilikuwa sielewi. Kulikuwa kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anajaribu kunisaidia kazini, na nilikuwa sielewi kitu gani. Lakini namshukuru Mungu, siku ya jana Mungu alitupa neema na mama tukaomba sana, na Mungu alikuwa mwema, akanitoa kwenye hali ambayo nilikuwa najisikia, na Mungu akaanza kunielewesha ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea. Ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa utulivu moyoni, amenipa amani, amenipa maarifa. Lakini kikubwa zaidi, kuna kitu ambacho nilikuwa siwezi kukifanya kuanzia mwaka 2021. Kuna kitu nikakazi very simple, lakini kalikuwa kila mwaka kananishinda, na nilikuwa sijui tatizo ni nini. Lakini baada ya maombi, namshukuru Mungu amenisaidia, kile kitu nimeweza kukifanya, na ninashuhudia kwamba shetani ameshindwa. Kile ambacho alikuwa anapanga kukifanya hakijafanikiwa, na Yesu ameshinda sana. Amen. 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 Kwa hiyo saa hii natamani tuende mbele za Bwana, tumshukuru Mungu kwa kila kitu ambacho amekisha kukifanya. Amen. Tumwambie Mungu asante. Najua katikati yetu kuna shuhuda nyingi. Twende tukamwambie Mungu asante. Usiache kwenda mbele za Mungu kwa shukrani, kwa kuwa shukrani ni ukomavu pia. Hata kama haujaona dalili ya kitu chochote, lakini umesikia Mungu akiwasaidia watu kufanya vitu ambavyo vilikuwa vinawashinda kwa miaka, basi iwe ni alama na ukumbusho kwenye akili yako kwamba hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kukusaidia. Na uende ukamwambie Mungu asante, na ukainue mbele zake shukrani, na Mungu akaone ya kwamba wewe ni mtoto mwenye shukrani. Amen. Basi sasa twende mbele za Mungu kumshukuru. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, tuko mbele zako na hatujui tuseme nini, kwa sababu ulichokifanya na unachoendelea kukifanya
kwenye maisha yetu ni kikubwa. Asante kwa ajili ya afya njema. Asante kwa ajili ya uhai uliotupa. Asante kwa kila ambacho umeendelea kukifanya, kutupigania kwenye vita tunazozijua na vita tusivyovijua. Asante kwa kuwa wewe Mungu wewe unakuwepo kwenye vikao ambavyo sisi tunashindwa kuwepo. Mungu, kila tukutazama tunaona alama ya uaminifu wako. Mungu, tumekuona ukitusaidia kupiga hatua nyingi kwenye maisha yetu. Na Mungu, usiku wa leo tumekusanyika watu wa kabila mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, na kwa umoja wetu, sauti kubwa tulionayo mbele zako, tunakuambia asante. Asante kwa mambo ambayo tayari umekwisha kuyafanya, maana Mungu hakika yameexceed our expectation. Na Mungu, tumegundua ya kwamba hakuna ambaye angeweza kutufanyia mambo ambayo umetufanyia kama wewe Mungu ambavyo umetufanyia. Asante hata kwa jinsi ambavyo umetuokoa, umetufunika aibu zetu Bwana, umeturehemu na umetupa hatua mpya. Yesu, tunakurudishia wewe sifa, utukufu na heshima. Lakini kwa namna ya kipekee Bwana, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo unaendelea kutujibu hata maombi ambayo bado hatujayaona kwa macho, vitu ambavyo bado hatujavishika. Bado Mungu, tunakuamini ya kwamba wewe ni Mungu ambaye haujawahi kurudi nyuma kwenye neno lako, na kwa imani tunakushukuru kwa sababu tunajua hata mahitaji tulionayo Bwana hakika umekwisha kuyajibu. Na kwa namna ya kipekee Bwana, kuna wengine tunakuja mbele zako saa hii, we are confused na hatujui nini cha kuamini. Lakini Mungu, kwa imani na tunakuambia tu Mungu asante, maana hatujui hata kesho yetu itakuwaje, wala hatujui hata changamoto tulizonazo mlango utatokea wapi. Lakini Mungu, kwa umoja wetu tunakuambia asante. Na Mungu, kuna yale mambo mengine ambayo umetufanyia ni asiri. Kuna vitu vibaya, vitabia vibaya ambavyo umetusaidia kuviacha, ambavyo hatuwezi tukamsimulia yoyote. Lakini kwa umoja wetu Bwana, na kwa kumaanisha, tunakuambia asante. Baba, hatujaja nyumbani mwako mikono mitupu, tumekuja na sadaka mikononi mwetu. Na hii ni ishara ya kukuonyesha upendo, na hii ni ishara ya kukuonyesha kwamba Bwana, tunakufanyia ibada iliyo kamili. Baba, sadaka hizi ni alama ndogo tu ya upendo mbele zako. Lakini Bwana, sadaka hii tuliyobeba, Mfalme wa utukufu, imebeba mioyo yetu Bwana, imebeba maneno tusiyoweza kuyatamka. Mungu, hii sadaka tunaiachilia kwenye madhabahu ya kuhani mkuu. Mungu, tunakuomba sadaka hii ikawe na sauti ya shukrani mbele zako. Utakapokuwa unamtazama mtu mmoja anayekushukuru hapa duniani, Baba, ukitazama sadaka hii, ukanione mimi Queen, ukanione mimi na familia yangu, ukanione mimi na uzao wangu. Mungu, tunakushukuru. Asante kwa wema na fadhili zako Baba. Sadaka hii Mfalme wa utukufu ikapambane na kila sadaka inayoinuka kinyume kutushawishi kukuamini, inayoinuka kinyume kutushawishi ya kwamba tusikuishie wewe. Hii sadaka ikapige kelele asubuhi, mchana na jioni kwa ajili yetu na familia zetu, katika jina la Yesu. Tunaiacha madhabahuni pako Mfalme, ikawe ni kumbukumbu la uaminifu, katika jina la Baba, katika jina la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba, amen. 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 Basi Mungu akubariki. Sadaka yako utaituma kwenye namba ya huduma 0719138094. Mungu akubariki, na naomba nikukaribishe mtumishi wa Bwana. Karibu. Amen. Kitu ambacho tunashughulikia siku ya leo ilikuwa ni kwenye maombi ya rehema ya personal, ya kwenda mbele za Mungu, ya kuomba kwa ajili ya kwenda kuhudumu kwenye mahakama ya Mungu aliye hai kwa ajili yetu na kwa ajili ya familia na nchi na taifa kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ya maombi lazima yaanze na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, ninakutukuza Mungu aliye hai kwa neema yako na nafasi ambayo Mungu tena umetupa to dine with you. Baba, kwa damu ya Yesu, will heal our minds, our hearts, our souls, our spirits unto you. Father, in the name of Jesus, in the blood of Jesus, let your will be done in us and through us by your word. Tunakuomba Yesu uliye njia,
uliye kweli, uliye uzima, ukajidhihirishe kwa neno lako kwenye maisha ya kila mmoja na maisha yangu. Sema na sisi tena Bwana, tupe kujua tupasao kufanya kama makuhani kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya familia. Tusaidie Bwana, fungua macho yetu tuweze kuona sawa sawa. Tupe kujua maarifa ya mapenzi yako. Tupe kujua kweli yako na hekima yako. Tupe, fungulie macho yetu ya rohoni Bwana, tuweze kujua tupasao kufanya kupitia neno lako. Kwa kuwa neno lako ni nuru, ni kweli na ni uzima, na ikawe kwetu sawa sana makusudi yako tena siku ya leo. Ni kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Nitapenda nielezee kidogo kwa kile ambacho tulikuwa tumesha kiongea, labda ili kwa sababu tumeskip pale, na wale ambao walikuwa session iliyopita. Tuko kwenye mwezi Aprili, mwezi wa kusimama kisheria na roho wa uzima, ili kushinda ila za adui kisheria. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tumejifunza session iliyopita, nitasema kwa haraka dimension 3 ambazo tumekuwa dimension 2 ambazo tumekuwa tukiziapproach kuomba. Hata ya 3 ya mkini tumeshukua tukiapproach, lakini partially, without understanding what we are doing. Lakini dimension ya kwanza tulikuwa tumejifunza kumapproach Mungu kama baba, sawa sana ile sala baba yetu. Na approach ya pili tumejifunza kumapproach Mungu kama rafiki kwa ajili yetu na kwa ajili ya watu wengine, kusimama katikati kwa ajili ya kuombea watu wengine. Lakini tukaenda kwenye dimension nyingine sasa ya kumkaribia Mungu kwenye level ya kama kadhi au kama hakimu, sawa sana Luka. Nitaisoma haraka Luka 18. Haleluya. Mstari wa kwanza mpaka wa 8 nitasoma kwa haraka. Anasema, akawaambia mfano ya kwamba in dimension ya 3 ya kumapproach Mungu. Anasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Kadhi hapa ni hakimu. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Huyu ni Yesu mwenyewe anasema hapa. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu, sikilizeni asemavyo yule hakimu dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwanadamu, je, ataiona imani duniani? Haleluya. Sasa hii dimension ambayo Yesu anatufundisha hapa ya kumwendea Mungu, kweli kuna mahakimu wako duniani ni wadhalimu, hawatendi haki, wanapokea rushwa. Lakini Yesu Mungu ni mwaminifu, anasema na haki, je, hata wapatia haki upesi wale wanaomwendea usiku na mchana? Bwana Yesu asifiwe. Kama tunavyojua shetani anamwendea Mungu siku na mchana akitushtaki mbele za Mungu kwa habari ya maisha yetu, kwa habari ya kitu hicho usipewe, kwa habari umefunga, anaona sasa unaomba unahitaji kitu fulani kabisa, na anasema kwa ajili ya kuzuia usipewe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anasema, je, yeye si zaidi ya huyo kadhi dhalimu? Atawapatia haki upesi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii dimension au realm ambayo Mungu anatufundisha sasa ya kumapproach, ni realm nyingine ya kumfuata kama hakimu. Tukiwa tunajua kabisa Yesu ni mwanasheria wetu, Yesu ni advocate wetu mbele za Mungu, akiwa amekaa mkono wa kuume wa Mungu aliye hai, kama mwanasheria wetu, kama wakili wetu, kama mwombezi wetu. Haleluya. Akiisha kuiwasilisha damu yake mbele za Mungu, ikinena mbele zake kwa ajili yetu usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kitu cha kujifunza kwamba mara nyingi kama kesi inaendeshwa, kila siku anaenda tu mshtaki, mshtakiwa hahudhurii, hiyo kesi inafanyikaje?
Kwa hiyo wakati umefika sisi pia kujihudhurisha basi mbele za Mungu ambaye anasema misingi ya kiti chake cha enzi ni haki na hukumu. Na anasema leteni hapa, tukisema sasa neno ambalo tunatupeleka sasa kwenda kwenye hicho ambacho tunakishughulikia leo. Sasa nenda moja kwa moja kwenye neno ambalo linatuasha. Isaya 43:25 mpaka 26 anasema, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Makosa tulionayo, uovu tulionayo, dhambi tulizonazo, Mungu anasema anazifuta kwa ajili yake mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Haleluya. Kwa ina maana kuna namna ya kumfuata Mungu kwa ajili ya kuomba rehema, na pia kumkumbusha Mungu pia umesema utatusamehe kwa ajili yako. Na amesema pia anaahidi pia hata zikumbuka. Haleluya. Alafu 26 anasema unikumbushe na tuhojiane. Tunakumbushiana wapi? Kwenye mahakama ya Mungu. Unamkumbusha nini? Ni kwa habari ya neno lake alisema nini? Kwa habari ya wewe kufanikiwa, kwa habari ya wewe kutokuishi kwenye maskini, kwa habari ya kile Yesu alichofanya kwa ajili yako. Anaposema ni unikumbushe, umkumbushe nini? Neno lake. Mfano kama hapa juu nimekuambia 25 anasema mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa mimi naweza nikadai mbele za Mungu ambaye ninakukumbusha, ulisema utanisamehe makosa yangu kwa ajili yangu, utayafuta kwa ajili yangu mwenyewe. Ikiwa kuna makosa yako mbele zako juu yangu, Baba naomba unisamehe, kwa sababu umesema unanisamehe kwa ajili yako mwenyewe. Na anaposema pia unikumbushe, unamkumbusha nini? Anasema wala sitazikumbuka dhambi zako tena. Pia umesema nikukumbushe, na kukumbusha kwamba umesema utazifuta dhambi zangu na utazikumbuka tena. Hizi ndio hoja ambazo Mungu anataka tuzipeleke mbele zake usiku na mchana, kwa habari ya haki unataka ufanyiwe. Alafu pale anasema na tuhojiane. Tunahojiana nini? Nini unachokijua kwa habari ya Mungu amesema kwa ajili yako? Kuna mahojiano kwenye mahakama ya Mungu. Unatoa hoja zako zenye nguvu. Hoja zako zenye nguvu ni neno lake, ni ahadi zake. Eleza mambo yako. Ni kitu gani ambacho unakiona hakitimii? Elezea. Alafu align na ahadi zake. Amesema nini kwa habari ya hicho ambacho wewe unataka Mungu afanye kwako, upate kupewa haki yako. Kwa ina maana kuna haki nyingi zimezuiliwa kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya makosa. Alafu pia kuna hoja unataka usipeleke zimeza. Mnajua tumekuwa tukiomba mara kwa mara tukimwambia Mungu tunafuta hati za mashtaka, unafuta tu. Lakini no, Mungu anataka uniletee hoja zenye nguvu. Ukisoma kwenye Hosea, nitaisoma haraka Hosea, ili ni neno ambalo Mungu pia alinipa wakati najiandaa kwenye hii somo ya kumfuata Mungu kama hakimu. Haleluya. Haleluya. Ngoja nifungue mara moja. Radebo shakataya. Hosea 14 mlango wa 2. Anasema chukueni maneno pamoja nanyi. Chukueni maneno pamoja nanyi, mkamrudie Bwana, mkamwambie ondoa maovu yote, uyatakabali yaliyo mema. Chukueni maneno pamoja nanyi. Mungu anataka uende na maneno, lakini sio ya kwako, ni maneno yake, neno lake ndio uende nalo. Hiyo ndio hoja Mungu anaisikiliza. Nifundisha wiki iliyopita nikasema masikio ya Mungu yanasikiliza mapenzi yake, yanasikiliza neno lake. Ukienda na maneno yako matupu peke yako hayawezi kusikilizwa. Asa chukueni maneno yenu pamoja nanyi, ahadi za Mungu, mkamrudie Bwana, mkamwambie ondoa maovu yote, uyatakabali yaliyo mema. Na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka za midomo yenu, kana kwamba ni ng'ombe. Sadaka za midomo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu cha kuweza kukijua kwamba mbele za Mungu unapoenda kwa ajili ya kujihudhurisha kwenye mahakama ya Mungu, lazima uende na ahadi ya Mungu. Amesema nini kwa habari ya watoto wako?
Na ni kitu gani kinaendelea kwa watoto ambacho unakiona sio sawa sawa? Anasema mshtaki wenu Ibilisi anajihudhurisha mbele za Mungu usiku na mchana. Anaenda kufanya nini? Kushtaki, kuweka mazuio usipewe, kuomba haki dhidi ya mlango uliofungua ili akuataka, kumbana Mungu kwenye neno lake, kumwambia umesema hivi, mbona unataka kumfanyia? Huwezi kumfanyia kwa sababu ulishasema hivi. Huyu kafanya hivi, huyu ana hukumu, leo amehukumu, umesema na hukumu atahukumiwa. Kwa anaomba kibali cha kuhukumu. Unashangaa unapita kwenye maeneo ufanyiki kwa sababu ya hukumu zinazopita kwako, kwa sababu kuna mahali ulihukumu mtu. Sasa hivi ndio shetani anavyooperate, kwa sababu anajua jinsi ya kumanuva kwenye mahakama ya Mungu kinyume chetu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani kama simba angurumaye, utafuta ni nani wa kummeza. Kummeza namna gani? Anatafuta milango. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaelekea kwenye neno ambalo tutatupeleka moja kwa moja kwenye maombi. Tulisoma juzi lakini tatuasha. Today we are here, we are. Kama makuhani, kama watumishi wa familia, watumishi wa nchi, watumishi wa huduma mbalimbali, na mtumishi wa huduma ambao Mungu amekupa wewe. Sasa sisi ni wahudumu kwenye mahakama ya Mungu. Sisi ndio tunataka tuende mbele za Mungu tuwakilishe nchi. Ni kitu gani Mungu amesema kwa habari ya nchi, na kitu gani kinaendelea kwenye nchi ambacho kiko sawa sawa. Sisi ndio Mungu anatutazama kwamba tukwenda kwenye court, kwenda kwenye mahakama ya Mungu na kuomba haki juu ya hili jambo. Bwana, limekaa hivi muda mrefu, kitu gani kinaendelea? Naomba toba. Ikiwa kuna zuio adui amelisimamisha kwa ajili ya kusababisha hichi kitu kisiende sawa sawa, Baba naomba toba. Unasimamisha na neno la Mungu linalohusu hicho kipengele unachopeleka mbele za Mungu, kwa sababu unavyopeleka petition unapeleka neno la Mungu pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Zekaria 3:1-9 naisoma, na hii ndio itatupeleka sasa kujua kabla ya mambo yote na kabla ya kufika chochote ambacho tunataka kushirikia sasa hivi. Kumbuka Yoshua ni kuhani mkuu, ni mhudumu wa patakatifu pa Mungu aliye hai. Ili usije ukasema naomba toba kila siku, naomba maombi haya kila siku. Yoshua ni kuhani mkuu wa Mungu aliye hai. Lakini Yoshua anaonekana na uovu. Bwana Yesu asifiwe. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Anashindana nini? Huyu anashtaki, anazuia vitu. Bwana Yesu asifiwe. Akishindana naye, Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani, na Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Kwa kulikuwa kuna dosari kwa Yoshua, na hii dosari ndio ilikuwa inampa shetani apata legal ground ya kushindana naye, ya kumpinga. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Kwa shida ya Joshua na uhalali wa shetani kusimama mbele yake kwa ajili ya kupinga, kwa ajili ya kushindana, ni kwa sababu ya uovu ulioonekana kwa Joshua. Sasa leo nauliza mbele yako, ni kitu gani ambacho kiko kwako? Ni kitu gani kinachoonekana kwako ambacho shetani amesimama legally akipinga, akishindana na wewe usipewe, akishindana na wewe usivuliwe mavazi machafu? Ni kitu gani? Ni kitu gani kiko kwako? Kwa sababu Yesu kuna wakati anasema mkuu wa ulimwengu amekuja kwangu, lakini hana kitu kwangu. Ni kitu gani cha shetani kiko kwako kinachompa uhalali wa kushindana na wewe, wa kupingana na wewe? Ni tabia gani? Ni mbegu gani? Ni mlango gani? Hilo jambo unaloshindana nalo kila siku, unalopigana nalo kila siku,
Ni kitu gani kinachomfanya shetani aende kwenye mahakama ya Mungu kila siku? Pale unapojihudhurisha kwenye kiti cha neema, unapomwambia Mungu, naomba unirehemu, unipe jambo hili, unisaidie kufanya njia kwenye hili, shetani anasimama, anazuia, anasema huyu asipewe. Ni kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu. Anaposema ombeni nanyi mtapewa, anamaanisha. Tafuteni nanyi mtaona, anamaanisha. Bisheni nanyi mtafunguliwa, anamaanisha. Je, ni mara ngapi unabisha, unaomba, unatafuta uone? Basi ni kitu gani kinachosababisha shetani anashindana na wewe? Ni kitu gani kinamzuia Mungu kukusaidia? Kwa sababu Mungu hawezi kujifunga. Neno la Mungu limemfunga Mungu mwenyewe. Kuna vitu hawezi kudivert akavuka akakusaidia. Kama una mashtaka mbele za Mungu kisheria, kuna vitu Mungu hawezi kukusaidia unless umepeleka hoja zako mbele za Mungu, umejipanga, ukaenda kumanuva na kujieleza na kupeleka petition yako mbele za Mungu ili upewe haki yako. Kumbuka Esther kilichompata. Esther, Wayahudi ilibidi wafunge siku 3. Akaenda kupeleka petition mbele ya mfalme, kujieleza kwenye kiti cha hukumu. Kumbuka kilichompa Esther kushinda na Wayahudi kushinda ni jinsi ambavyo Esther alipeleka petition mbele za mfalme. Na huu ni mfano wa Mungu anatufundisha wa kumfuata kama mhukumu, kama hakimu, kutusaidia kwenye eneo ambalo tumekwama kwa muda mrefu. Tumeona kwa Ibrahim, wakati Lutu amekamatwa na vitu vyake, akienda ku petition mbele za Mungu kwenye mahakama ya Mungu, akimwambia Mungu, kama watakuwa 50, Bwana, wakikuwa wenye haki 50 utaangamiza? Mungu akamwambia sitaangamiza. Pale alikuwa kwenye mahakama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naongelea kwa habari yako, kuna nini kwako? 5, nikasema na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapohukumu nyumba yangu, nawe utalinda nyua zangu, akibanisha mahakama yangu. Utahudumu kwenye Biblia sasa kwa metafsiri kama utahudumu kwenye mahakama yangu, pale kwenye nyua zangu utahudumu kwenye mahakama yangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati yao wasimamao karibu. Kiingereza chake ameeleza vizuri. Thus say the Lord of hosts, if you will walk in my ways and keep my charge, then also you shall rule my house and have charge over my courts. And have charge over my courts. Unataka kupata charge kwenye koti ya Mungu? Ni lazima sasa kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, mahali popote nilipo compromise, nika exchange kitu chochote kwa adui, mahali popote nilipofungua mlango kwa adui, nikawa captured, nikatekwa, ikiwa kuna kitu chochote cha shetani ndani yangu, Yesu ni rehemu. Natamani kuhudumu kwenye mahakama yako kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya watoto. Natamani kuwa bawabu kwenye mahakama yako. Natamani kuhudumu kwenye mahakama yako. Lakini unahudumuje kama kuna kitu ndani yako kinachoweza kuzuia? Huwezi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Zaburi ya 20 anasema, ni nani atakayesimama kwenye mlima wa Bwana? Ni mtu mwenye moyo safi, mikono safi, moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, asiyekinua kinywa chake kwa hila. Bwana Yesu asifiwe. Mlima wa Bwana ni mahali penye kiti cha enzi cha Mungu. Basi tunaenda mbele za Mungu sasa hivi. Mwambie Mungu, nichunguze. Daudi kuna mahali akasema kwa Zaburi ya 139, tufungue pale. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 139:23.
Tufungue Zaburi. Haleluya. Zaburi ya 139 mstari wa 23 anasema, Mungu, unichunguze ujue moyo wangu. Unijaribu yaone mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Ukaniongoze katika njia ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda mbele za Mungu personally. Anguka mbele za Mungu, mwambie Mungu, natamani kuhudumu kwenye mahakama yako. Natamani kuhudumu mbele zako. Tubu kwa ajili ya njia zako. Tubu kwa ajili ya moyo wako. Tubu kwa ajili ya kinywa chako. Mwambie Mungu, chunguza moyo wangu. Ikiwa ndani yangu kuna uovu, iko njia ya uovu ndani yangu. Iko njia ya uovu ndani yangu. Bwana, nimekuja mbele zako, ninatubu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kukisogelea kiti cha neema kwa ujasiri kwa njia ya damu ya Yesu. Tunajinyunyuzia damu ya Yesu na kusambelia kiti cha neema cha Mungu aliye hai. Na kumwambia Mungu, tumekuja kwako, tunakuomba uturehemu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunasogeane kwenye kiti cha neema cha Mungu, lazima tumacknowledge Mungu uweza wake wa kusamehe. Lazima tumwambie Mungu, tunakushukuru kwanza kwa ajili ya kiti cha neema ulichotukifungua wazi mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Nakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Nakushukuru kwa ajili ya neema yako. Ninakushukuru kwa nafasi ambayo umenikirimia leo kuja mbele zako. Nakushukuru kwa nafasi ambayo umenipa leo kukirimia leo kunikuja mbele zako. Baba, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninanyenyekea mbele zako kwa damu ya Yesu. Nanyenyekea mbele zako. Ninakushukuru na kulitukuza jina lako. Nakushukuru na kulitukuza jina lako. Ninakubariki na kukuhimidi kwa kuwa unastahili. Ninakubariki na kukuhimidi kwa sababu unastahili. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu na wa haki. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu na wa haki. Tukiziungama dhambi zetu, unatusamehe na maovu yetu yakumbuki tena. Unatusamehe na maovu yetu yakumbuki tena. Asante Bwana Mungu wa amani. Asante Bwana Mungu wa amani. Kwa kuwa umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Kwa kuwa umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Asante kwa kuwa neno lako linasema. Asante kwa kuwa neno lako linasema. Unatusamehe kwa ajili yako mwenyewe. Unatusamehe kwa ajili yako mwenyewe. Na pia unaufuta uovu wetu na dhambi zetu. Na pia unafuta uovu wetu na nasi Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nasi Bwana, kwa jina la Yesu. Tunasogea kwenye kiti chako cha neema kwa ujasiri kwa damu ya Yesu. Tunasogea kwenye kiti chako cha neema kwa damu ya Yesu. Tunasogea kwa ujasiri wa msalaba kwenye kiti chako cha neema kwa jina la Yesu. Tunasogea kwenye kiti chako cha neema kwa msalaba kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Ninanyenyekea mbele zako Bwana. Ninanyenyekea mbele zako kama kuhani kwa ajili ya familia yangu. Kama kuhani kwa ajili ya kama kuhani kwa ajili ya ukoo wangu. Kama kuhani kwa ajili ya kama kuhani kwa ajili ya kanisa. Kama kuhani kwa kama kuhani kwa ajili ya taifa. Kama kuhani Baba, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu. Ninaomba unirehemu Bwana. Naomba unirehemu. Uchunguze moyo wangu. Uchunguze moyo. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto. Uone kama uko uovu ndani yangu. Uone kama uko Baba, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina. Ninasimama mbele zako kama Yeshua kuwa ni mkuu.
nasimama mbele zako kama Yeshua Bwana. Ikiwa shetani amekuwa akishindana na mimi Leo shetani amekuwa akishindana na mimi kwa habari ya haki zangu nyingi ambazo nazihitaji kwako, kwa habari ya haki zangu nyingi ambazo nazihitaji, akitumia uovu nilionao, akitumia uovu, akitumia dhambi zangu, akitumia makosa yangu, akitumia chochote cha kwake ambacho kiko ndani yangu. akitumia chochote cha kwake ambacho kiko ndani. Baba, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, Baba, kwa damu ninaungama mbele zako Yesu Kristo. naungama mbele Kuhani wangu, kuhani uyashikae maungamo yangu, uyashikae. nimekuja mbele zako, ninatubu juu ya njia zangu zote. Nimekuja mbele zako, ninatubu kwa ajili ya njia zangu. Ninatubu kwa ajili ya kazi zangu zote. Ninatubu kwa ajili ya kazi zangu. Ninatubu kwa ajili ya mawazo yangu yote. Ninatubu kwa ajili Baba, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, Baba, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye mikono yangu. ninanyunyiza damu ya Yesu. Twende mbele za Mungu, endelea kuomba. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo aliye hai juu yangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye mikono yangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye kinywa changu. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye moyo wangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye nafsi yangu. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, ninatubu mbele zako Bwana, juu ya uovu wowote uliofichamana ndani yangu, juu ya kila mlango ulioko wazi ndani yangu ambao shetani anautumia kisheria mbele zako Bwana, kunishtaki usiku na mchana kwa ajili ya kupinga haki zangu zisiachiliwe, kwa ajili ya kupinga haki zangu zisisikilizwe. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kila mlango uovu ulioko ndani yangu Bwana, ninaunyunyuzia damu ya Yesu, nikiomba toba, nikiomba msamaha Bwana, nikiomba toba na msamaha dhidi ya makosa, dhidi ya dhambi, dhidi ya hatia zote zilizoko mbele zako juu yangu Bwana. Baba, ninanyunyiza damu ya Yesu hata kwa ajili ya dhambi na uovu na makosa yaliyositirika ndani yangu. Baba, ninatubu ninatubu mbele zako Bwana dhidi ya mashtaka ambayo shetani amealeta mbele zako akinishtaki. Baba, ninatubu, Baba, ninatubu, Baba, ninatubu, Baba, ninatubu, ninatubu juu ya njia zangu zote. Ninaomba Mungu unirehemu na kunisamehe. Ninaomba unirehemu na kunisamehe. Ninaomba unirehemu na kunisamehe mahali popote Bwana nilipompa shetani uhalali kuingia kwenye maisha yangu, akachukua chochote kwenye maisha yangu. Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba toba kwa kumpa ibilisi shetani nafasi kwenye maisha yangu, kwa njia ya maneno ya kinywa changu, kwa njia ya matendo yangu, kwa njia ya mawazo yangu, kwa njia ya matamko yangu. Baba, ninatubu. Baba, ninatubu. Baba, ninatubu. Ikiwa mkuu wa ulimwengu Bwana amekuwa akija kwangu mara nyingi na akitazama ndani yangu kuna kitu chake, Baba, ninatubu. Ikiwa kuna kitu chochote cha shetani ndani yangu, ikiwa kuna mbegu ya shetani ndani yangu, ikiwa kuna mlango wa adui ndani yangu, Baba, ninatubu leo. Baba, ninatubu leo. Baba, ninatubu leo. Baba, ninatubu leo. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo aliye hai juu ya maisha yangu yote, juu ya maisha yangu yote. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo aliye hai kwenye miaka yangu yote ambayo nimeishi chini ya jua. Ninapeleka damu ya Yesu. Ninapeleka damu ya Yesu, nikitubia njia zangu zote nilizoziendea, nikitubia kazi zangu zote nilizofanya, nikitubia maneno yangu yote niliyotamka, nikitubia kila mahali nilipoketi na kuondoka, nikitubia kila mahali nilipoingia na kutoka. Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo, ikiwa nili exchange nafsi yangu kwa njia ya uzinzi, kwa njia ya uasherati, kwa njia ya zinaa, nafsi yangu ikawa captured, Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba toba. Ikiwa shetani ali exchange kwangu, alinipa mbegu yake ndani yangu na akachukua sehemu ya nafsi yangu, Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba toba. Baba, ninaomba toba. Ikiwa I was captured because of my words, because I was captured because of my actions, Father, have mercy on me.
Father, have mercy on me. Father, have mercy on me. Ikiwa maneno yangu yaliniingiza kwenye mtego, ikiwa mawazo yangu yaliniingiza kwenye mtego, ikiwa matendo yangu yaliniingiza kwenye mtego, ikiwa Mungu wa neema ushirika wangu na watu uliniingiza kwenye mtego, Baba ninaomba toba. Baba ninaomba toba. Baba ninaomba toba. Kwa kuwa neno lako linasema ilijulikane nina haki, nifanyikiwe niingiapo hukumuni. Baba, kwa damu ya Yesu, ikiwa nikiingia hukumuni Bwana ninastahili kuhukumiwa. Baba ninaomba toba kwa ajili ya haki shetani alionayo kushindana nami, kwa ajili ya haki shetani alionayo kushindana nami. Baba, yamkini mambo mengi ungesharuhusu kwenye maisha yangu, lakini kwa sababu mimi ni mchafu, kwa sababu mimi ni muovu, kazi zangu zimejaa uovu, njia zangu zimejaa uovu, maneno yangu yamejaa uovu, mawazo yangu yamejaa uovu. Baba, ninaomba toba dhidi ya milango niliyofungua kwa njia ya pornography. Ninaomba rehema kwa ajili ya milango niliyofungua kupitia masturbation. Ninaomba rehema kwa milango niliyofungua kupitia uchawi. Ninaomba rehema kwa milango niliyofungua kupitia kwenda kwa ganga kienyeji. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, Baba ninaomba toba. Baba ninaomba toba. Ikiwa kwenye mwili wangu kuna milango, ikiwa kwenye moyo wangu kuna milango, ikiwa kwenye akili yangu kuna milango, ikiwa kwenye nia yangu kuna milango, Baba ninaomba toba. Baba ninaomba toba. Baba ninaomba toba dhidi ya uhalali wowote shetani alionao juu yangu, dhidi ya uhalali alionao kushindana nami, dhidi ya uhalali alionao kuzuia nisipewe haki zangu, dhidi ya uhalali alionao kuja mbele zako kunishtaki. Baba, natumia huo uovu, natumia huo uovu Bwana, unaozuia nisipewe, unaozuia nisipewe, unasababisha shetani usiku na mchana nasimama kupingana nami. Baba naomba toba. Baba naomba toba. Baba naomba toba. Baba, ikiwa mavazi yangu ni machafu, yamejaa uovu, naomba unirehemu Bwana, naomba unirehemu Bwana. Ikae kwangu kama kwa Yoshua, ikae kwangu kama kwa Yoshua. Baba, damu ya Yesu, naomba univue mavazi machafu, naomba univue mavazi ya uovu niliyovaa muda mrefu. Baba naomba toba. Baba naomba toba. Naomba damu yako initakase tena, damu yako inisafishe tena, damu yako inisahilishe tena. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo, Baba naachilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu. Ikiwa I was captured in the realm of the spirit because of my wickedness, because of my evil words, because of my actions, because of fornication, Father have mercy on me. Father have mercy on me. Matendo yangu yamesababisha nimekuwa captured. Matendo yangu yamesababisha nimekuwa captured. Matendo yangu yamesababisha nimekuwa captured. Baba, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye siku za ujana wangu. Baba, ninatubu kwa ajili ya uovu wa ujana wangu. Ninatubu kwa ajili ya uovu wa ujana wangu. Ninatubu kwa ajili ya uovu wa utoto wangu. Baba rehemu. Baba rehemu. Baba rehemu. Baba rehemu. Ikiwa kuna agano lolote lililoingia Bwana na shetani ananitumia kisheria kunipinga, ikiwa nilimwaga damu na shetani ananitumia kunipinga, Baba ninaomba toba. Baba ninaomba toba. Ikiwa nilifarakanisha ndugu mahali popote na adui amesimama akinipinga, Yesu naomba toba, naomba toba. Ikiwa nilichafua maisha ya watu wengine, Baba naomba toba. Na ninahukumiwa mbele zako Bwana, naomba toba. Ikiwa kuna mtu yote anapitia hali ngumu kwa sababu ya maneno yangu na mimi nahukumiwa leo, naomba toba Baba. Ikiwa shetani alipata mlango wa kunitesa kwa sababu ya maneno yangu, kwa sababu ya matendo yangu, kwa sababu ya njia zangu, kwa namna nilipotenda kwa wengine, kwa kuwa nako ninasema kipimo unachopimia mwingine utapimiwa. Ikiwa kuna kipimo nilipimia mwingine na mimi napimiwa, Baba naomba toba. Naomba toba. Ikiwa nililaani wengine na vile unalaaniwa kwa sababu nimetenda uovu, na kisheria ninalaaniwa kwa sababu nililaani, Baba naomba toba, naomba toba, naomba toba.
Yesu rehemu samehe. Yesu rehemu samehe. Yesu rehemu samehe. Baba, nimesimama mbele zako kama kuhani, naomba toba ikiwa sikwalifai kusogea kwenye mahakama yako kwa ajili ya taifa, ikiwa sikwalifai kusogea mbele zako kwa ajili ya familia ya kisheria, ikiwa sikwalifai kusimama mbele zako kisheria kwa ajili ya ndugu zangu. Baba, leo nimekuja kwako, ninatubu juu ya sababu yoyote inayonidisqualify kuhudumu kwenye mahakama yako kwa ajili ya watu. Baba, naomba rehema leo. Baba, naomba rehema leo. Baba, naomba rehema leo. Baba, naomba rehema leo. Ikiwa sikwalifai kusimama mbele zako kwa ajili ya ndoa yangu, kwa sababu ya mwenendo wangu, kwa sababu ya maneno yangu, kwa sababu ya matendo yangu, Baba, naomba unirehemu. Ikiwa sikwalifai kuhudumu kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kanisa, kwa sababu ya uovu wangu, Bwana, naomba toba. Baba, naomba unirehemu kwa ajili ya sababu yoyote inayosababisha shetani amesimama mbele zangu usiku na mchana akinipinga, akizuia. Baba, naomba rehema. Yamkini ninavyovihitaji kwa muda mrefu viko karibu sana yangu, lakini kwa sababu mshtaki wangu amesimama akipinga, akizuia nisipewe, Baba, naomba rehema. Baba, naomba rehema. Yamkini haki za watoto wangu ambazo ninazililia mbele zako usiku na mchana ziko karibu yangu, lakini kwa sababu sikwalifai napingwa mimi, na Baba, unirehemu. Ikiwa nililaani watoto wangu mwenyewe, nililaani watoto wangu mwenyewe, na shetani anatumia hayo maneno kunipiga nayo kupitia watoto wangu, naomba rehema. Naomba rehema. Ikiwa niliachilia laana kwa mke wangu, kwa mume wangu, na shetani anatumia yale maneno kunichapa nayo kupitia mke wangu au mume wangu, Baba, naomba rehema. Ikiwa Bwana nimewahi kulaani ndugu zangu, na adui anatumia maneno yangu kupitia ndugu zangu kunichapa kwa fimbo, naomba rehema. Rakozikataya redebosaya, riakazakatanabaya redebosiande. Baba, sababu yoyote inazuia, inasababisha shetani anashindana na mimi, anazuia nisipate haki zangu, Baba, leo ninatubu kama kuhani, naomba rehema. Naitumia nafasi yangu ya kikuhani, Baba, ikiwa misuse for my selfish reasons, ikiwa misuse kwa my own motives, oh God, have mercy on me. Ikiwa nimemanipulate chochote kwenye maisha yangu nikakimisuse, nimemanipulate mahusiano nikayamisuse na ninahukumiwa. Nimemanipulate, Mungu wa neema, vitu vingi nikavimisuse na ninahukumiwa. Baba, naomba rehema. Ikiwa misuse the authority that you have given me to serve you, God, have mercy on me. Ikiwa misuse jina lako Bwana, ikiwa misuse jina lako nikamanipulate, Bwana, naomba unirehemu. Ikiwa Baba kuna mahali popote ninashtakiwa, ninapingwa, naomba rehema. Yesu, naomba rehema. Yesu, rehemu kwenye mashtaka yaliyoko mbele zako juu yangu. Baba, naomba urehemu. Neno lako linasema wewe ni mwaminifu na wa haki. Tukiungama dhambi zetu na tusamehe, wala maovu yetu yakumbuki tena. Leo ninatubu kwako Yesu, dhidi ya mavazi machafu niliyovaa kwa muda mrefu. Mavazi machafu niliyovaa muda mrefu. Baba, naomba toba. Ikiwa nilishiriki Bwana tukio lolote likaninajisi, Bwana, naomba toba. Ikiwa Bwana nimeketi barazani pa wenye mizaa, nikafanya mizaa, Bwana, na shetani akachukua hicho kipengele na nakitumia kunipinga nacho, Bwana,
Ilikuwa nilisimama kwenye njia za wakosaji, na shetani akapita na akachukua hicho kipengele anachokitumia kunipinga nacho. Ikiwa nilifanya shauri na wasio haki, ikiwa nilikaa barazani pa wenye mizaa, na shetani akachukua ile mizaa Bwana na anaitumia kinyume changu kushindana nami. Naomba toba Baba, naomba toba. Yamkini mambo mengi ambayo nitamani yaende sawa yameshindwa kwenda sawa kwa sababu napingwa. Baba, nimekuja mbele zako, ninaomba rehema. Let your best prevail. Let your best prevail over me, oh God. Let your best prevail over me. Let your best prevail over me, oh God. Acha rehema zako zisimame. Acha rehema zako zisimame juu yangu. Rehema zako, rehema zako, rehema zako, rehema zako. Naomba rehema Yesu, naomba rehema. Naomba rehema dhidi ya hati za mashtaka zilizoko mbele zako juu yangu. Naomba rehema Baba, naomba rehema. Naomba rehema, natubu. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye hizo hati, natubu. Bwana nisamehe, nirehemu. Naomba unisamehe, unirehemu. Naomba unisamehe, unirehemu. Baba, kama ulivyotenda kwa Joshua, naomba na ikawe na kwangu Bwana. Naomba ikawe na kwangu Bwana. Naomba ikawe ndani juu yangu Bwana. Baba, ninakuomba kwa damu ya Yesu Kristo, nivue mavazi machafu, najivua mavazi ya uovu, najivua kwa damu ya Yesu, najivua kila vazi la uovu nilovaa, najivua kwa damu ya Yesu, najivua kwa damu ya Yesu, najivua kwa damu ya Yesu, najivua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Najitakasa, najitakasa. Takasa mikono yangu, takasa moyo wangu, takasa nafsi yangu, takasa kinywa changu, takasa maisha yangu. Bwana nitakase, Bwana nisafishe, Bwana nitakase dhidi ya kila uovu, dhidi ya kila dhambi, dhidi ya kila hatia, dhidi ya kila uasi. Nitakase tena ili niweze kukaribia na kudumu kwenye mahakama yako Bwana kama Joshua, ili niweze kukaribia na kukumu mbele ya mahakama yako kama Joshua. Baba, ninaomba unijalie neema kama uliomjalia Esther kuingia kwenye kiti cha enzi cha mfalme na kujieleza kwa ajili ya Wayahudi. Baba, naomba unipe nafasi ya kukukaribia kati ya waokaribiao. Naomba unipe nafasi ya kukukaribia kati ya waokaribiao. Yesu, uliyempa Esther neema ya kusogelea kiti cha enzi cha mfalme baada ya kufunga siku 3. Baba, naomba nafasi. Baba, tunaomba nafasi ya kusogea mbele zako kwa ajili ya kula chini ya petition, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya ukoo, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa. Baba, tuko tayari kutumika mbele zako. Tutakase ili tuweze kuhudumu kwenye mahakama yako. Tutakase ili tuweze kusimama kuwakilisha taifa mbele zako, kuwakilisha familia mbele zako, kuwakilisha ndugu zetu mbele zako. Baba, tupe neema, tutakase, tusafishe. Tunaomba neema kutusaidia Bwana. Tunaomba neema kutusaidia Bwana. Turehemu, tunaomba neema kutusaidia kusimama kwenye mahakama yako Baba. Tusafishe, tustahilishe tena. Stahilisha mioyo yetu, stahilisha mikono yetu, stahilisha vinywa vyetu Bwana. Stahilisha nafsi zetu kusimama mbele zako kwa ajili ya watu. Baba, tunaomba uturidhie. Tunaomba uturidhie Bwana. Tunaomba uturidhie. Tunaomba uturidhie. Kwa kuwa sisi ni watu wako tunaoitwa kwa jina lako. Kwa kuwa sisi ni watu wako tunaoitwa kwa jina lako. Kwa kuwa sisi ni watu wako tunaoitwa kwa jina lako. Tumesogea mbele zako Baba, tunakuomba uturehemu, uturidhie. Tunaomba utakabali Bwana. Takabali toba yetu Bwana. Takabali maombi yetu Bwana. Takabali toba yetu Bwana. Takabali toba yetu Bwana. Takabali toba yetu Bwana.
Bwana. Baba, tunakuomba uturehemu, ukatuondolee uovu, ukatakabali yaliyo mema. Tuondolee uovu, tuondolee uovu, tutakabalie yaliyo mema, tuondolee uovu. Sasa neno katika Hosea 14 mlango wa 2, tuondolee uovu, takabali yaliyo mema juu yetu kama makuhani, Bwana. Tuondolee uovu, takabali yaliyo mema. Futa maovu yetu, Bwana. Futa dhambi zetu, Bwana. Maana umesema unatusamehe kwa ajili yako mwenyewe. Baba, na utusamehe sasa kwa ajili yako mwenyewe. Tuhurumie kwa ajili yako mwenyewe. Tusamehe kwa ajili yako mwenyewe. Umesema wala dhambi zetu utazikumbuka tena. Futa dhambi zetu mbele zako sasa na neno lako. Futa uovu wetu sasa na neno lako. Kwa kuwa umesema wewe ni mwaminifu na wa haki. Tukiungama dhambi zetu na tusamehe, wala maovu yetu yakumbuki tena. Baba, na usiyakumbuke maovu yetu tena. Bwana, na usikumbuke dhambi zetu tena. Samehe Baba, samehe Baba, samehe Baba, samehe Baba, samehe, 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 samehe. Tunatamani kuwa mawabu kwenye mahakama yako. Tunatamani kusimama kwenye malango ya mahakama yako kwa ajili ya kudumu. Tunatamani kudumu kwenye mahakama yako kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya ukoo. Tutakabali Bwana, turidhie, turidhie Bwana. Tutakase kwa upya, tutakase kwa upya Bwana. Tutakase kwa upya Bwana. Turidhie kwa upya Bwana. Turidhie kwa upya Bwana. Turidhie kwa upya Bwana. Turidhie kwa ajili ya kukaribia kama ulivyomridhia Joshua Bwana. Turidhie Yesu. Turidhie Yesu. Radebo shakataya. Yakaria damezekotaya konadebo ziakotaya. Baba, kama ulivyomwambia Yoshua kwenye Zekaria 3:8 ukamwambia, sikiliza sasa Yeshua kuhani mkuu, wewe na wenzako waketio mbele yako, maana hao ni watu walio ishara. Tazama Baba, sisi ni ishara mbele zako. Sisi ni ishara mbele zako. Sisi ni ishara mbele zako, kwa kuwa ni watu wako tunaoitwa kwa jina lako. Ukasema, kwa maana tazama nitamleta mtumishi wangu aitwaye chipukizi, maana nitazame jiwe hili lilowekwa mbele ya Yoshua. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, tunakusihi kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, rehema zako zikatubebe tena, nguvu zako zikatubebe tena, uweza wako katubebe tena, ujasiri wako kasimame ndani yetu tena. Ukatupe neema ya kusimama, ukatupe neema ya kuhudumu, ukatupe neema tena ya kuhudumu. Viringisha mbali nasi maovu yetu, viringisha mbali nasi maovu yetu, viringisha mbali nasi uovu wetu, viringisha mbali nasi makosa yetu, viringisha mbali nasi uasi wetu. Tutakase tena kwa upya, tutakabali tena kwa upya, tutakabali tena kwa upya. Turejeshe Bwana furaha ya wokovu, turejeshe tena ile nafasi ya kukukaribia kati ya hawa kukaribia. Turejeshe tena hiyo nafasi, turejeshe hiyo nafasi tena kwa damu yako Bwana. Turejeshe hiyo nafasi kwa damu yako ya kukukaribia kati ya hawa kukaribiao. Turejeshe na hiyo nafasi kwa damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya kukukaribia kati ya hawa kukaribiao, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Baba, kwa damu ya Yesu tunaomba roho ya maarifa ya kutusaidia kuhudumu sasa na mapenzi yako. Tunaomba hekima yote ya kutusaidia kuhudumu sasa na kusudi yako. Tunaomba ufahamu wa rohoni wa kuhudumu kwenye mahakama yako. Tunaomba ufahamu wa rohoni, tunaomba ufahamu wa rohoni, tunaomba maarifa ya mapenzi yako katika hekima yote, katika hekima yote, katika hekima yote. Macho yetu ya ufahamu Bwana ukayatie nuru, tujifunze na kujua jinsi ya kusimama mbele zako kwa ajili ya kuhudumu Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na huu ndio ujasiri tulionao, kwamba tukikuomba chochote sawa na mapenzi yako unatusikia. Baba, tunakushukuru kwa kuwa tumekuomba sasa na mapenzi yako.
Sasa na waraka wa kwanza wa Yohana 1:14 umesema chochote tukiombacho sasa na mapenzi yako unatusikia. Baba, tunakushukuru Bwana, tumesimama mbele zako sasa na mapenzi yako, tukiamini kwamba umetusikia, tukiamini kwamba umetusamehe, tukiamini kwamba uovu wetu utaukumbuka tena, tukiamini kwamba umeyafuta maovu yetu kwa ajili yako mwenyewe. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakushukuru, maana umesema lote tuliombalo tukiliamini, tuamini kwamba tumepokea. Nasi Bwana tunaamini tumepokea msamaha wa dhambi, tumepokea msamaha wa uovu, tumepokea msamaha wa makosa yetu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Baba wa amani kwa uaminifu wako. Asante Baba wa amani kwa rehema zako. Asante kwa kuwa vazi la uovu limeviringishwa mbali nasi. Nami Baba, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, ndipo ninapoomba vazi jipya Bwana juu ya kila mmoja na juu yangu. Baba, tunaomba lile vazi la kudumu mbele zako Bwana. Tunaomba kile kilemba cha kudumu mbele zako Bwana. Tunaomba lile vazi la kudumu kwenye mahakama yako. Tunaomba lile vazi la kudumu mbele zako. Tunaomba kile kilemba cha kudumu mbele zako. Baba, tunaomba kile kilemba na lile vazi la kudumu mbele zako, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Garment of glory, garment of fire. Baba, tunaomba hilo vazi, that garment of glory, that garment of fire. Father, we ask for that garment. Tuvishe hilo vazi Bwana. 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 Turehemu, tuvishe hilo vazi, ili tuweze kudumu mbele zako, ili tuweze kusimama mbele zako. Tuvishe hilo vazi. Tuvishe hicho kilemba Bwana. Tuvishe Bwana huo mshipi. Tuvishe. Tuvishe. The garment of light. The garment of light. The garment of glory. The garment of fire. Father, we are asking for that garment. We ask for that garment. The garment of God. The garment of God. The garment of glory. The garment of fire. The garment of light. Radabazekotai. Radabazeketai. Razakatai. Riazakolebezatai. Riakosiakatai. Asante Baba. Asante Roho Mtakatifu. Asante Bwana, maana tutakuwa kama tulivyokuwa. Asante Mfalme wa utukufu. Ni katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tumshukuru, endelea. Amen, 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 amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa session ambayo imepita katikati yetu ya toba na rehema, ya kujiandaa, ya kuingia kwenye koti ya Mungu. Na ukiona Mungu anasisitiza kwenye rehema, maana yake kuna kitu Mungu anataka kukusikilizisha. Kuna mahali Mungu anataka kukusaidia kitu. Kwa hiyo ninaendelea kukusii wewe ambaye umefika kwenye maombi ya leo. Haya maombi hayataki kuisha
baada ya hapa ukaacha kila kitu. Haya ni maombi ambayo unatakiwa kuendelea kusikiliza na kusikiliza, na haya maombi yatakuwa uploaded kwenye YouTube channel. Hakikisha unaenda unayarudia na kuyarudia, unarudia mpaka utakapoona umepata amani, na Roho Mtakatifu anakuambia kwamba uache na uingie kwenye hatua nyingine, sawa sawa na mtumishi wa Mungu atakapokuwa anatuelekeza. Kwa hiyo jitahidi sana 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 kuendelea kuzingatia haya ambayo yanafundishwa, kwa sababu tutakapofika mahali pa kuhukumu kwa haki, kama hatujaomba toba na rehema inavyotupasa, itakuwa ni changamoto na shetani atakuwa na kitu cha kutushikilia. Kwa hiyo ninakuomba usipuuzie, ninakuomba uendelee kuyafuatilia ya maombi. Na saa hii tunatamani tuende mbele za Mungu tumwambie asante. Tunapoenda mbele za Mungu, tunaposikiliza neno lake, tunaposikiliza maombi, hii ni mbegu. Neno lake, anasema katika neno lake ya kwamba neno lake halitamrudia yeye bure. Mungu anajua kwa nini sasa hivi anakuweka kwenye toba na rehema. Mungu anaelewa. Twende mbele zake kwa sadaka na kumshukuru, lakini zaidi sana tumshukuru Mungu kwa ajili ya neema ya kuomba. Tumepita tukaomba toba na rehema kwa ajili yetu, kwa ajili ya njia zetu. Hii ni neema. Twende mbele za Bwana tukamwambia asante. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, hatuna maneno yanayotosha neno asante. Asante kwa kuwa Mungu umetuona. Asante kwa kuwa umetuhurumia usiku wa leo. Asante kwa kuwa usiku wa leo uko tayari kutuchukua kwenye hatua tena nyingine. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo limepita katikati yetu. Neno lako limepita kama upanga, Bwana. Neno lako limepita kama nyundo katikati yetu. Neno lako limepita ili kutuweka kwenye mstari mahali tulipopungua. Baba, tunakuja mbele zako na shukrani. Baba, tunakuja mbele zako na shukrani. Baba, asante maana hatujaja mbele zako mikono mitupu. Baba, tumekuja na sadaka zetu mikononi. Baba, tunasema ya kwamba hili neno halitakurudia wewe bure. Baba, tunatangaza ya kwamba hili neno litatimiza mapenzi yake kwetu. Baba, tunatangaza ya kwamba Mungu wetu kupitia sadaka hizi, Bwana, zikawe ni kumbukumbu kwenye ulimwengu wa roho, ya kwamba Bwana siku ya leo ulikutana na sisi, na ya kwamba ukaturehemu, na ya kwamba ukatusamehe. Asante Bwana Yesu. Sadaka hizi tunaziachilia kwenye madhabahu yako kwa moyo wa kukupenda, kwa moyo wa kukuishiria wewe, na kwa moyo wa kukuambia kwamba hii ni ibada yetu mbele zako, Bwana Mungu. Tunaiweka kwenye madhabahu ya kuhani mkuu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Mungu aendelee kukubariki na uendelee kutuma sadaka yako. Nimeendelea kukataza kupuuzia kuhusu sadaka. Ni kitu ambacho hutakiwi kukipuuzia, kwa sababu ni kitu kidogo ambacho kinawezekana kikawa kinazuia maombi yako, kinazuia ibada yako mbele za Mungu. Ibada yako lazima iwe kamili mbele za Mungu, na ibada bila kuwa na sadaka haijakamilika. Kwa hiyo jitahidi sana utoe sadaka. Na hii sio kwa sababu ya mtu yoyote, yani hakuna mtu ambaye unampa fedha kwa sadaka yako. Ni kwa ajili ya maombi yako na ibada zako mbele za Mungu zipate kibali, na ili madhabahu ambayo Mungu anataka kukutumia kukujibu iwe na nguvu ya kupitisha majibu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na saye natamani tuende mbele za Mungu kwa ajili ya watu ambao wanataka kumpa Yesu maisha, watu ambao wanatamani kurekebisha na Mungu. Hatutaacha kuita watu hawa, kwa sababu Mungu anataka tufanye hivyo. Lakini tupo katika kipindi ambacho Mungu anafanya marekebisho kwenye kanisa. Unaposikia toba, manake Mungu anaita watu kurekebisha. Manake kuna wakati ambao uko mbele yetu ambapo hatutakuwa na hii neema. Kwa hiyo wewe ambaye umefika katikati yetu na unajua njia zako haziko sawa na Mungu, huu ni wakati ambao Mungu anakuita. Sio tu useme sala ya toba uishie, hapana. Mungu anakuambia acha mwanangu, rudi kwenye njia ya Bwana. Kwa hiyo saa hii nitakapoenda kusema sala hii ya toba, utafuata nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, asante asante
kwa kunipenda. Asante kwa neno lako. Asante kwa neema ya wokovu. Usiku wa leo ninakukabidhi maisha yangu kwa upya. Ninakuomba futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu, naomba unisaidie nikulie wokovu. Na dhambi isinishinde tena. Katika jina la Yesu, amen. Basi kwa pamoja naomba tuende mbele za Bwana, tuende tukawakabidhi hao watu ambao wamempa Yesu maisha usiku wa leo. Inawezekana ni ndugu yako ataisikiliza hii clip na atampa Yesu maisha. Inawezekana ni watoto wako, inawezekana ni mtu yoyote. Twende tukawafunike kwa damu ya Yesu, tuwaombea kwamba wasishindwe njiani, wasiishie njiani, na Mungu ambaye wamempa maisha yao usiku wa leo akawasaidie. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, asante maana usiku wa leo umetupa neema ya kulifanya lile agizo lililokuu ulilosema, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa watumishi wangu. Mungu, tunakushukuru maana usiku wa leo kuna watoto wako ambao wamegeuza, wameamua kuacha macho yao kwenye mambo ya dunia na wameamua kurudi kwako. Baba, tunawaleta mikononi mwako. Hawa ni kondoo wako Bwana, hawa ni watoto wako Bwana. Lisha kundi lako Jehova, walishe na watunze Bwana. Tunawanyunyuzia damu ya Yesu kuanzia siku ya leo. Baba, wape kutembea kwenye njia yako Mfalme. Wasaidie wasishindwe njiani, wasaidie wasikate tamaa njiani. Baba, tunanyunyiza damu ya Yesu, ukawatenge na kila hila za yule mwovu, ukawatenge na uharibifu, ukawatenge na wenye hila, wenye maneno ya kuwashawishi na kuwatoa kwenye njia, ukawatenge na manabii wa uongo, ukawatenge na wapinga Kristo. Baba, wasaidie kuishi katika maisha ya wokovu kwa ushindi. Wasaidie Bwana wakakulia wokovu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine ambao tunatamani kusema kwa habari ya familia zetu. Tumwambie Mungu tunatamani neema ya wokovu. Mama amesema ya kwamba tuko katika kipindi cha kuombea familia, na ni zaidi sana, sio tu Mungu awakinge na majanga, lakini Mungu aokoe nafsi zao. Mungu akawaokoe wasife kwenye dhambi. Twende mbele za Mungu tukamwambie Mungu tunaomba neema ya wokovu kwenye familia zetu. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, watoto wako tunakuja tena mbele zako usiku wa leo. Baba, tunazileta familia zetu Mfalme. Baba, wakubwa kwa wadogo Bwana, vijana kwa wazee, Mfalme wa utukufu. Baba, wadada kwa wakaka Mfalme, watoto wote wadogo Baba, upande wa baba zetu na upande wa mama zetu. Baba, tunasimama kwenye nafasi kwa habari ya familia zetu Jehova. Baba, tunanyunyiza damu ya Yesu. Baba, tunawaombea Mungu, tunaomba fungua neema yako ya wokovu katika familia zetu. Fungua neema yako ya wokovu katika nyumba zetu. Baba, waume zetu wakujue, ndugu zetu wakujue. Baba, usiache ndugu zetu wakafa kwenye dhambi. Baba, tunakuomba tuma malaika zako wakuokoa, wakawafuate, hata kama wako kwenye vilabu vya pombe, hata kama wako kwenye vilingi vya uganga. Baba, tuma neema yako ya wokovu, ukawaokoe Mungu, ukawaokoe kule waliko. Usiwaache Bwana katika nyakati hizi za uovu wakafa kwenye dhambi. Baba, tunaachia damu yako ya thamani, na tunaachia damu yako ya thamani ya wokovu ikawakusanye popote walipopotoka. Baba, ukawakusanye kwenye uweza wako. Baba, ukawakusanye watoto wetu. Baba, ukawakusanye waume zetu. Baba, ukawakusanye, kawahubirie Bwana. Achilia malaika zako wa kuwashuhudia, hata kama wako kwenye bawa na lewa. Baba, achilia neema yako ikawashuhudie, hata kama wanavuta bangi. Baba, wafuate. Baba, ukawashuhudie
turudie kwa damu yako. Asante Bwana Yesu, maana najua ya kwamba ndugu zetu wataokoka, maana najua ya kwamba ndugu zetu utawaokoa. Baba yetu asante, maana najua ya kwamba familia zetu hazitafia kwenye dhambi. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu tumeomba, amen. 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 Yesu akubariki sana.